Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na maombi kwa watu wote. Nimefundisha somo kuhusu anga la kiroho. Nikafundisha namna wanavyoweza kuzuia kwenye anga lako la kiroho usiweze kufanikiwa. Unaweza ukawa ni mtakatifu sana. Unaweza ukawa unaomba vizuri, unafunga vizuri, unakesha vizuri, lakini kadri unavyoomba ndivyo wanazuia kwenye anga. Kadri unavyoomba ndivyo wanakupinga kwenye anga. Unashangaa, mbona nimekuwa ni mtu wa shida? Tangu nifike kwenye anga hili mambo yangu yameharibika. Tangu nifike kwenye anga hili uchumi wangu umeharibika. Tangu nifike kwenye anga hili kazi yangu imeharibika. Tangu nifike kwenye anga hili mafanikio yangu yameharibika. Wanakupinga kwenye anga. Fuatilia somo ili nimefundisha wanavyosimama kwenye anga. Leo nataka nifundishe vitu vya kuomba ili kufungua baraka zako, mafanikio yako, kibali chako, ndoa yako, uchumi wako kwenye anga la eneo. Vitu vya kuomba ili kufungua mafanikio yako, baraka zako, kibali chako, mema yako kwenye anga la eneo. Katika anga kuna vitu vifuatavyo wewe kama mwana maombi. Unapoomba kwenye anga kwamba nafungua anga, nafungua anga la eneo, nafungua anga la mkuu wa giza, nafungua anga la mkuu wa anga, kuna vitu vya kuombea kwenye anga. Cha kwanza, kwenye anga wanasimamisha maneno. Kwenye anga wanasimamisha maneno. Yule mkuu wa anga au yule mkuu wa giza anayetawala hilo anga huwa anatamka maneno kwenye anga kwamba kwenye anga hili wewe walevi tu, kwenye anga hili wewe wazinzi tu, kwenye anga hili watu wa maskini tu, kwenye anga hili wewe watu wa kukataliwa tu, kwenye anga hili ndoa zao zife tu. Kwa tunaposhughulika kwenye anga, kitu cha kwanza kwenye ulimwengu wa roho, shughulikia maneno yao waliotamka kwenye hilo anga. Kufunga uchumi, kufunga biashara, kufunga kazi, kufunga uchumi, kufunga ndoa. Cha kwanza unapofungua anga, haribu maneno yao. Unayaribu kwa namna gani? Ndio maana ukisoma Isaya sura ya 7 mstari wa 7, Isaya sura ya 7 mstari wa 7, maandiko yanasema neno hili halitakuwa wala halitasimama. Maandiko yanasema neno hili halitakuwa wala halitasimama. Wanasimamisha maneno kwenye anga. Kwa unapoomba kufungua anga, labda unafungua biashara, unafungua kazi, unafungua uchumi kwenye hilo anga, cha kwanza ondoa maneno yao yaliyotawala kwenye hilo anga. Kitu cha pili, unapofungua anga katika ulimwengu wa roho kwenye maombi, kuondoa kuagiza majeshi pepo mabaya. Kitu cha pili, unapofungua anga la hilo eneo, ombea maagano yao waliosimamisha kwenye hilo anga. Wanaweka maagano, kafara, wanasimamisha kwenye anga ili waendelee kumiliki hilo anga lako la eneo, ili waendelee kumiliki hilo anga lako la huduma, ili waendelee kumiliki hilo anga lako la uchumi, ili waendelee kumiliki anga lako la baraka. Wanasimamisha maagano yao kwenye anga ya damu ya mbuzi, damu za kuku, damu za watu. Kwa wanasimamisha maagano yao kwenye anga la kiroho. Wanatamka maagano yao
kwenye anga la kiroho. Kwa unapoingia kwenye maombi, kufungua hilo anga ili upate mpenyo, ili upate wepesi, ili uweze kuomba kwa nguvu, ili uweze kupata matokeo ya majibu ya maombi yako. Maana unaweza kuwa unaomba maombi mengi, wamezuia kwenye anga. Vunja maagano yao. Unaachilia damu Yesu kwenye anga, unaachilia moto Roho Mtakatifu kwenye anga, kuharibu maagano yao kwenye anga, katika ulimwengu wa roho. Unatuma damu Yesu kwenye anga, kuharibu maagano yao kwenye anga la hilo eneo. Kitu cha tatu cha kufungua kwenye anga la eneo katika ulimwengu wa roho, ili ufungue hilo anga liwe wazi, kata mawasiliano yao. Wanawasiliana kupitia anga. Kuna satellite za kichawi kwenye anga, kuna minara ya kichawi kwenye anga, kuna televisheni za kichawi kwenye anga, kuna kompyuta za kichawi kwenye anga. Kwa ili utawale hilo anga, kata mawasiliano yao kwenye anga kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoa mawasiliano yao waliosimamisha kwenye hilo anga katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hicho ni kitu cha tatu. Ondoa mawasiliano yao kwenye anga kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, ili ufungue hilo anga la eneo. Kitu cha nne, unapofungua maombi ya kufungua anga, kitu cha nne kitakachokusaidia hilo anga liwe wazi, kuna kiti cha utawala wa giza kwenye hilo anga. Maana hakuna mchawi au mkuu wa anga au mkuu wa giza au malkia anga au nabii wa uongo asiyekuwa na kiti ulimwengu wa roho. Kwa ili utawale hilo anga, angusha hicho kiti cha giza kilichotawala hilo anga la eneo unaloishi. Angusha hicho kiti cha giza kilichoshikilia anga la eneo unaloishi. Bomoa hicho kiti cha giza kilichoshikilia anga la eneo unaloishi. Ukiangusha hicho kiti cha giza, utawala wao umeanguka, ufalme wao umeanguka kwenye anga, miliki yao imeanguka kwenye anga, madhabahu yao ya giza imeanguka kwenye anga, katika ulimwengu wa roho. Kitu kingine cha kuangusha ili kufungua anga, sadaka walizotoa kwenye hilo anga. Unaziharibu sadaka zao kwa sadaka damu Yesu. Unaziteketeza sadaka zao walizosimamisha kwenye hilo anga, unaziangamiza kwa sadaka ya damu Yesu aliye hai. Kila sadaka walioitoa na kuipanda kwenye hilo anga, kwamba watu wasifanikiwe, biashara zife, kazi zife, watu wao walevi, watu wao wazinzi, watu waachike kwenye huo mtaa, watu wasifanikiwe kwenye huo mtaa wao unawezi tu kwenye huo mtaa. Haribu sadaka zao kwa sadaka damu Yesu. Vunja sadaka zao kwa sadaka damu ya Yesu. Kitu kingine cha kufungua kwenye anga, ondoa giza lao. Giza lao waliofunika kwenye hilo anga. Vunja roho ya giza iliyotawala kwenye anga. Bomoa roho ya giza iliyotawala kwenye anga. Unapovunja giza iliyotawala kwenye anga, kwa wale watu wanaanza kufanikiwa sasa kiroho. Wakiomba maombi wanajibiwa, wakikesha wanajibiwa, wakifunga wanajibiwa, wakilima wanajibiwa, kwa sababu wanafunga kwenye anga kwa giza. Wanaweka giza kwenye anga kwamba watu wao wasifanikiwe kiuchumi. Wanaweka giza kwenye anga watu wao wasibarikiwe. Wanaweka giza kwenye anga watu wao wasifanikiwe kwenye kazi. Wanakufunga kwenye anga lako la eneo. Kwa ili ufungue maisha yako, ufungue biashara yako, ufungue kazi yako, ombea anga la eneo. Anga la eneo likifunguka, hao wachai wanaachia.
mizimu anaachia, kuzimu anaachia, mapepo anaachia. Ndo kila unachokifanya kinafanikiwa kwenye maisha yako. Lakini bado pia katika ulimwengu wa roho, silaha utakayotumia kuvunja na kuondoa vizuizi vyao kwenye anga ni silaha itafundisha somo lijalo. Silaha utakazotumia kuvunja vifungo vyao, vipingamizi vyao kwenye anga, nitafundisha somo lijalo. Silaha zinazotumika kubomoa falme za giza kwenye anga, ambazo maombi yanayotumika kubomoa falme za giza kwenye anga, nifuatilie katika somo lijalo, nitafundisha. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Amen.